Burton Mwemba Mwijaku ajitosa kugombea ubunge Mvomero, kawashtua wadau wa soka, atoa kauli nzito. Katika kile kinachoonekana kama sura mpya ya kisiasa nchini Tanzania, Burton Mwemba maarufu kama Mwijaku ameingia rasmi katika kinyang'anyiro cha kugombea ubunge wa jimbo la Mvomero mkoani Morogoro kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Kupitia video na picha zilizosambaa mitandaoni, Mwijaku alionekana akikabidhiwa fomu rasmi ya kuomba ridhaa ya kugombea, hatua ambayo imeashiria safari mpya kabisa kwa mwanahabari huyo maarufu ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya burudani na kijamii. Mwijaku ameweka wazi dhamira yake ya kuwatumikia wananchi wa Mvomero kwa moyo wa uzalendo na uadilifu, huku akiwataka vijana na wakazi wa jimbo hilo kumuunga mkono katika safari yake ya kisiasa. Katika mahojiano mafupi kupitia mitandao ya kijamii alisema, "Ni muda wa vijana kuchukua nafasi. Tumechoka kulalamika, sasa tunapaswa kuwa sehemu ya maamuzi." Lakini kilichozua gumzo zaidi ni kauli yake aliyoitoa muda mfupi baada ya kuchukua fomu, ambapo aliwageukia wadau wa soka waliovamia siasa kwa kasi ya ajabu. Kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika, "Viongozi wa mpira kuingia katika siasa kwa kasi hii, je, walitumia mpira kutengeneza nguvu katika siasa?" Kauli hii imetafsiriwa kama dongo zito kwa watu maarufu kutoka sekta ya michezo ambao sasa wamehamia kwenye medani ya kisiasa. Tunakumbuka siku moja kabla, rais wa klabu ya Yanga Hersi Said naye alichukua fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Kigamboni kupitia CCM. Hii haikuishia hapo. Katika kile kinachoonekana kama ushindani mkubwa wa kisiasa na kijamii, Baba Levo, msanii na mpinzani mkubwa wa Mwijaku katika majibizano ya mitandaoni, naye amejitosa kugombea ubunge wa Kigoma mjini. Mwaka huu uchaguzi umegubikwa na wimbi la watu maarufu kutoka tasnia tofauti, burudani, michezo na mitandao ya kijamii kuchukua hatua ya kugombea nafasi za uongozi. Mwijaku hakusita kumalizia kwa maneno ya kutia hamasa, "Tukutane majimboni na wajumbe." Ni vya wazi kuwa uchaguzi mkuu wa 2025 utakuwa wa aina yake, ukihusisha sura nyingi mpya na mashindano ya kipekee. Je, umaarufu utaweza kushinda uongozi halisi? Je, wananchi watachagua mtu maarufu au kiongozi mwenye dira? Red Bar, kwa uchambuzi zaidi, maoni ya wananchi na taarifa moto kutoka mitandaoni, hakikisha umegusa neno subscribe chini ya video hii na usisahau kuacha maoni yako ili tuendelee kuleta yaliyokushangaza na kukufurahisha.